Je, unajua kwamba akili ndogo inaweza kumshinda mwenye nguvu kubwa kabisa? Karibu kwenye hadithi nyingine ya kusisimua ya Tunu za Kiswahili. Kabla hatujaanza, tafadhali subscribe, like na share ili usikose hadithi tamu kama hii kila siku. Fisi na mtego wa sungura. Katika msitu mkubwa uliokuwa umejaa miti mirefu na sauti za ndege waliokuwa wakiimba kwa furaha, waliishi wanyama wengi wenye tabia tofauti. Miongoni mwao kulikuwa na mnyama mmoja mdogo lakini mjanja sana, sungura. Pia kulikuwa na mnyama mkubwa mwenye nguvu na tamaa isiyoisha, fisi. Fisi alikuwa akijulikana kwa ukatili wake. Hakujali rafiki wala jirani. Alikuwinda bila huruma na mara nyingi aliwaonea wanyama wadogo. Wanyama wengi walimwogopa sana, lakini sungura hakuwa kama wengine. Ingawa alikuwa mdogo, alikuwa na akili kali kuliko wote. Siku moja ya kipekee, jua lilikuwa linawaka kwa joto kali. Sungura alikuwa akikusanya karoti zake karibu na shimo lake. Ghafla alisikia sauti nzito nyuma yake. Ha! Leo nimepata chakula kizuri, sauti ile ilisema. Alipogeuka alimwona fisi akiwa amesimama, macho yake yaking'aa kwa njaa. Sungura hakutetemeka. Badala yake alitabasamu kidogo na kusema kwa sauti ya utulivu, "Karibu rafiki yangu fisi. Lakini kabla hujanila, si ungependa chakula kitamu zaidi kuliko mimi?" Fisi alishtuka kidogo. "Chakula gani kinaweza kuwa kitamu kuliko wewe?" aliuliza kwa mashaka. Sungura akasema, "Kuna sehemu nimeficha chakula kingi sana, nyama, matunda na hata asali. Ukiniamini nitakupeleka huko." Tamaa ya fisi ilianza kumzidi. Alisahau hata kuwa sungura ni mjanja. "Sawa, nionyeshe haraka," alisema. Mpango wa siri. Sungura alianza kumwongoza fisi kupitia njia nyembamba za msituni. Walipita miti mikubwa, mawe makubwa na hata kuvuka kijito kidogo. Hatimaye walifika sehemu yenye shimo kubwa lililofunikwa kwa majani. Sungura akasema kwa sauti ya chini, "Hapa ndipo nilipoficha chakula changu. Lakini kuwa makini, usifanye kelele, kuna wanyama wengine wanaweza kusikia." Fisi hakuweza kujizuia. Bila kufikiria alikimbia kuelekea pale palipofunikwa na majani. Ghafla, dumu! Fisi alianguka moja kwa moja ndani ya shimo refu. "Sungura, nisaidie!" alipiga kelele. Sungura alisimama juu ya shimo akitabasamu kwa utulivu. "Rafiki yangu, kumbe wewe ndiye uliyetaka chakula cha bure," alisema kwa kejeli. Hasira ya fisi alijaribu kupanda juu, lakini kuta za shimo zilikuwa zenye utelezi. "Utanitoa hapa, nitakulipiza kisasi," alipiga kelele kwa hasira. Sungura akasema, "Fisi, umekuwa ukiwaumiza wanyama wengi sana. Leo umeingia kwenye mtego wako mwenyewe, hii ni funzo kwako." Lakini sungura hakuwa mkatili. Aliondoka pale, lakini baadaye aliwaambia wanyama wengine kuhusu fisi aliyenaswa. Wanyama walikusanyika karibu na shimo. Wengi wao walikuwa wamewahi kuumizwa na fisi. Tembo alisema, "Huyu fisi ametutesa sana, labda ni wakati wake wa kujifunza." Lakini kuku akasema, "Tusimwache afe, hata yeye ni kiumbe kama sisi." Baada ya mjadala mrefu, waliamua kumsaidia fisi, lakini kwa masharti. Makubaliano. Sungura alirudi karibu na shimo na kusema, "Fisi, tutakutoa, lakini lazima uahidi kuwa hutawatesa tena wanyama wa msituni." Fisi akiwa na njaa na uchovu alikubali haraka, "Ninaapa, sitafanya hivyo tena." Kwa pamoja wanyama walileta mizabibu mirefu na kumshusha ndani ya shimo. Fisi alijikaza na hatimaye akatoka. Alipotoka alikuwa mchovu sana. Aliwatazama wanyama wote, hasa sungura. Kwa mara ya kwanza alionekana kuwa na aibu. "Asanteni, nilikosea," alisema kwa sauti ya chini. Mabadiliko mapya. Kuanzia siku hiyo, fisi alianza kubadilika. Hakuwinda tena kwa tamaa. Alianza kushirikiana na wanyama wengine na hata kusaidia pale alipoweza. Sungura kwa upande wake aliendelea kuwa mfano wa akili na busara. Wanyama wa msitu walijifunza jambo muhimu sana. Akili inaweza kushinda nguvu, lakini huruma ndio huleta amani ya kweli. Funzo la hadithi: tamaa na haraka vinaweza kukuingiza kwenye matatizo. Akili na utulivu vinaweza kukuokoa hata katika hatari kubwa. Kusamehe na kusaidiana hujenga jamii bora. Na hapo ndipo hadithi yetu inaishia. Je, umejifunza nini kutoka kwa sungura na fisi? Usisahau subscribe kwa hadithi zaidi za kusisimua, like na share ili marafiki zako wajifunze pia. Tutaonana kwenye hadithi nyingine ya kusisimua.